The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Njoo hapa Jewel Professional College, angalau upokee taaluma yote ambayo ungependa kupokea hapa katika taasisi ya elimu ya Jewel Technical College. Taaluma hizo zikiwemo ufundi bomba, plumbing, wasilishaji wa taarifa, mass communication and media production, pamoja na hospitality. Hii ni ukarimu. Hapa katika Mawimbi ya Michezo tunazungumzia soka kwa marefu na mambuanga, kwani mgeni wangu mfanikishi Mr. Edinson yupo ange, yupo tisti, angalau kuzungumzia soka kwa marefu na mambuanga. Kwa sasa kipindi cha mwisho cha kufunga kazi ya mambo, tunazungumzia ligi kuu ya Uingereza baada ya kutamatika. Je, unazifahamu vilabu ambazo zimejikatia tiketi ya kushiriki ligi ya barani Ulaya? Takriban timu 9 kutoka ligi kuu ya Uingereza. Timu hizo zikiwemo Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa na Liverpool. Baada ya kufunga 5 bora watashiriki ligi kuu ya klabu bingwa barani Ulaya. Na timu hiyo kwa sasa, mgeni wangu, nikuulize hapa, je, una maoni yapi kuhusu timu hizi ambazo zitashiriki ligi ya klabu bingwa barani Ulaya? Je, zitatamba au vipi? Timu za EPL wamefanya fiti sana, zinaingianga mingi, lakini Champions League bila experience pale utoboi, unacheki. But ni vizuri juu hata ukiangalia hii season, I think vikombe mingi sana timu za Premier League zimechukua. So next season acha tu to hope hivyo, at least team itatokea ituonyeshe kuna competition hivyo. Na sisi tutafurahia sana juu pia ni vizuri kuwakilishwa. Na timu ambazo zitashiriki ligi ya Europa League ni timu 3 kutoka ligi kuu ya Uingereza. Timu hizo zikiwemo Bournemouth, Sunderland na Crystal Palace. Crystal Palace baada ya kunyanyua kombe la UEFA Conference walijikatia tiketi muhimu ya kushiriki ligi ya UEFA Europa msimu ujao. Na timu ya mwisho ambayo itashiriki ligi ya Conference ni Brighton and Hove Albion. Sasa timu ya Chelsea baada ya kumaliza katika nafasi ya 10 hawatoshiriki kamwe katika ligi yote ya barani Ulaya, bali watashiriki ndani ya ligi kuu ya Uingereza na FA pamoja na kombe la Carabao. Chelsea msimu ujao huenda wakatamba baada ya kushiriki ligi moja tu. Je, huenda wachezaji wakapata nafasi adhimu katika ligi kuu ya Uingereza na timu ya Chelsea wakajitanua na kuonyesha? Chelsea ni pia tuna account kama timu kubwa pale Premier League juu ni timu imebeba Champions League, imebeba vikombe, imebeba ligi. So next season watangangana. Chelsea ni team, si ati imeenda hivyo, ni venye kulikuwa na shida kiasi ya management, coach, but under Xabi Alonso hata hiyo FA ama Carabao I think wanaweza chukua tu moja, ile ya kutuonyesha pia hawajaanguka sana. Premier League bado wako. Na Chelsea msimu huu ameshuhudia matokeo changamano, hasa matokeo hasi msimu huu baada ya kumpiga kalamu makocha wao wawili, Enzo Maresca mapema, na baadaye wakampiga tena kalamu kocha Liam Rosinia na kumtuka majukumu hayo kocha timu ya vijana wasiozidi umri wa 21 Conor McFarlane. Baadaye sasa maneja ambaye atachukua mikoba hayo msimu ujao ni Xabi Alonso. Maneja huyu ambaye ataiongoza klabu hiyo, je, watasajili matokeo tofauti msimu ujao au Chelsea? Zingatia kwamba Chelsea wanaye Xabi Alonso, maneja ambaye alituko majukumu. Je, Chelsea watakuwa kivingine msimu ujao? Msimu huu wameandikisha matokeo duni baada ya kumaliza katika nafasi ya 10. Chelsea wako hali ni mbaya pale, unacheki. Lakini next season tukiangalia Xabi Alonso hata waachilia. Xabi Alonso ni mtu wako na experience, kama alikuwa Leverkusen akabeba ligi, akikuja Real Madrid ndio alikuwa anaonyesha matokeo mazuri, lakini pia ni kama klabu haikufurahia naye. So pia itabidi wamesign players wengine at least. Yule striker wao Liam Delap bado hajafit na nini ya Chelsea. So wanataka new signings pia. Na pia management pia inafaa change kiasi ndio at least warudi pale mahali walikuwa. Na hiyo ni tathmini ya
mfanikishi wangu katika kipindi hichi cha Mawimbi ya Michezo, Mr. Edinson, ambaye anaashiria kwamba Chelsea msimu ujao pengine wakadunda vingine baada ya meneja Xabi Alonso kutuko majukumu ya umeneja msimu ujao. Meneja huyu ingawaje ligi kuu ya Uingereza bado hajawahi kuinoa timu yote, ingawaje alicheza ligi kuu ya Uingereza akitumikia klabu ya Liverpool. Tena amerejea ligi kuu ya Uingereza kwa majukumu ya kulinoa klabu ya Chelsea. Kwa sasa tukiachana na mjadala huo, sasa tuzungumzie mjadala wa kombe la ulimwengu ambao utang'oa nanga mwezi Juni tarehe 11. Nchi 3 zitaandaa michuano hii ya kombe la ulimwengu: Marekani, Canada na Mexico, na tayari timu za taifa zimezindua vikosi vyao. Je, tuanzie na kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa. Je, timu hiyo kwa muonekano wako, je, Ufaransa ndio wanapigiwa upato? Wanapigiwa upato kwa sababu ya squad value. Alafu tena France, ukiangalia watu wameitwa ni watu wanacheza ball, ni watu wa date. Sio kama England, ile kikosi tulikuwa tunategemea, ile coach ni kama kufurahi kwa sababu aliacha players wengine ambao ni wakali. So hiyo ni kama alikuwa anatuonyesha England kombe la dunia wako ready. Lakini ule coach wa France anaiaminia timu yake na amewaita wote. Na mabingwa watetezi hawa ni Argentina, pia wamezindua kikosi. Lionel Messi yuko katika kikosi hicho cha kocha Lionel Scaloni. Argentina pia wamezindua kikosi hicho, na cha kushangaza kabisa katika kikosi cha Uhispania ni kwamba hakuna mchezaji mmoja wa Real Madrid ambaye amejumuishwa katika kikosi hicho. Zungumzia kikosi cha Marcos de la Fuente, kocha wa timu ya Uhispania, hajamjumuisha mchezaji yote wa timu ya Real Madrid. Je, Uhispania ambao wanapigiwa upato pia kulitoa ubingwa wa kombe la ulimwengu, vipi kwa kikosi hicho? Pia Spain ni wa deadly. Juu wako na kila kitu, forward, midfield, defense ni wa deadly. Lakini hapo kwa Real Madrid ni kama kulikuwa na ubaguzi, kwa sababu hata ukiangalia El Clasico, players wa Barcelona na wa Real Madrid hawajaisikizana. Lakini huyo coach angefanya kama Brazil, Carlo Ancelotti, yeye hakubagua kwa sababu alimuita hadi Rafinha na Vinicius. Unacheki, hiyo ni kuonyesha players hata kama hawapendani, lakini wanafaa wakiitwa kuchezea nchi waungane. Lakini yule coach wa Spain ni kama aliona players wa Real Madrid hawafai, na hiyo itatuonyesha tu matokeo. Na mkocha huyo alisisitiza kwamba yeye hajali mchezaji yote ambaye anacheza katika klabu yote, bali anazingatia matokeo ya mchezaji binafsi. Kwa sasa tuachane na timu ya taifa ya Uhispania, sasa turejee hapa katika bara la Africa continent, na timu 10 zitaiwakilisha bara hili: timu ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast, timu ya Misri, Egypt, pamoja na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cote d'Ivoire, na mataifa mengine Morocco, Senegal, Ghana, Black Stars pia walijikatia tiketi. Je, ni timu gani kutoka Afrika unaipigia upato, na ni timu ipi ambayo ina takwimu ya kuiwakilisha Afrika vilivyo? Mimi napigia Senegal upato kwa sababu... Mbona Senegal na sio Morocco? Morocco ile squad list yao bado juu pale tunajua tu kuna Mazrui, Bono na Hakimi na Brahim Diaz, hao ndio maplayer tisho. Lakini Senegal kuna Mane, kuna Ndiaye, kuna watu wakali, kuna Nicolas Jackson, kipa ni Mendy. Maplayer ni wa deadly pale. Na kwa kurejelea hapo timu ya taifa ya Senegal, mchezaji ambaye alifunga goli la kipekee katika fainali ya AFCON, Pape Gueye, amezungumzia kwamba katika fainali hizo za kombe la ulimwengu watarajie matokeo ya chanya, positive results kutoka kwa timu ya taifa ya Senegal. Hawa ni indomitable, si indomitable Lions bali ni Lions of Teranga, masimba wa Kiteranga. Hapo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, Kongo katika kombe la ulimwengu, ingawaje kuna tashwishi ya magonjwa Ebola, na rais wa nchi hiyo amesema atakuwa mkali kuzingatia kwamba DR Congo kuna magonjwa ya virusi ya Ebola. Vipi? Tumesikia story ya Ebola, lakini sasa sijui kama ita affect ma players kwenda World Cup juu Kenya iko wamequalify, na ukiqualify unafaa ucheze.
Si hata tulikuwa tumesikia Mexico kulikuwa na vita nini, lakini hiyo ingezuia World Cup kwa sababu hii ni kombe kubwa, ni the whole world is watching, unaona. So Congo sijui kutaenda aje, lakini inafaa wa attend. Juu amwezi pia nchi ingine na ni nyinyi mliqualify, unaona. Na kufikia hapo sina budi ila nafungaja virago vyangu. Ambaye amefanikisha kipindi sio mwingine ila ni Mr. Edinson kutoka hapa taasisi ya elimu ya Jewel Technical College, mahali ambapo tunakuashiria kwamba njoo upokee taaluma yote ambayo ungependa kupokea, kama ni ufundi bomba, plumbing, hospitality, ukarimu pamoja na wasilishaji wa taarifa, mass media and communication. Njoo angalau upokee mafundisho bomba. Tunasema siku zote the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hiyo kesho katika fainali ambayo imesubiriwa kwa hamu na gamu, fainali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya ya kufunga kazi ya mambo, Arsenal atakipiga dhidi ya Paris Saint-Germain katika fainali itakaogaragazwa ugani Puskas Arena, mji wa Budapest nchini Hungary. Sina budi ila natamatisha. Mie nafahamika kama mwana michezo DM Davidoski. Gonga gogo hadi usikie mlio wake. Kipindi ambacho kinarejea sio kingine ila ni Malkia ambaye anarejea na mbwembwe pamoja na Talksport, na kuacha na nini. Bye bye. Mwangaza wa neno FM sponsor. Jewel Dragons School. Menaka Nzero.